Karibu sana rafiki yangu mdau wote ambaye tuko pamoja kufuatilia kila story ambayo inakuwa inaendelea kupitia hapa ndani ya CW Digital. Mimi naitwa Chiwaga. Of course jina langu limekuwa kama Simbo, watu wengi sana siku hizo wakilisikia wanaona kama ni swag. That's my name. Mimi naitwa CW Chiwaga. Hilo ndo jina langu. Watu wengi sana wanapenda kuniita, watu wengi sana wanapenda kunifuatilia hasa kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nakukumbusha tu, kama haujawahi kunifuata kwenye mitandao ya kijamii basi nifuate. Jina ni hilo tu, Chiwaga. Inakuwa ni rahisi zaidi kwako kufahamu kunifahamu na kufahamu kile ambacho nakuwa nakifanya. Leo bwana, tupo katika muendelezo wa kukupa recap na matukio baadhi ambayo yalikuwa yakiendelea haswa katika mchezo bora zaidi ambao umeweza kuchezeka leo, mchezo ambapo timu ya Simba walikuwa wakicheza na timu ya Singida Black Stars. Tukumbuke tu hizi timu mbili siku tatu nyuma walikutana katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League, na timu ya Simba waliweza kushinda goli moja kutoka kwa mchezaji wao Mkwalara kuweza kupata nafasi ya kwa juu kwa kupata pointi 72, ambapo wa juu yake ni Yanga ana pointi 73. Leo wamekutana tena katika michuano mingine. Sasa hii inafahamika kama CRDB Federation Cup, moja ya michuano mikubwa zaidi, ambapo sasa hivi wapo katika hatua ya nusu finali na tumeweza kuangalia mchezo wa nusu finali. Lakini mchezo wa nusu finali bana haukuwa kwa upande wa mnyama Simba. Mchezo ulibadilika tu baada ya Simba kula kichapo cha goli 2 kwa kipindi cha kwanza na goli la 3 kwa kipindi cha pili, na hapo Simba wakaweza kupata goli la kufutia machozi kutoka kwa Haua, na wao wakapata goli la faulo ambapo Haua aliweza kushinda goli hilo. Lakini mchezo ulikuwa ni wa aina gani? Mchezo ulikuwa umefikia vipi mpaka klabu ya Simba leo hii wameweza kupoteza kwa kufungwa goli 3 kwa moja? Ni mchezo ambao kiutazama kwa mashabiki wa Simba wengi wao hawakuwa wenye kulaumu. Kwa nini? Kwa sababu kikosi cha Simba kilichocheza, tumeona kipindi cha pili kinaanza huku Kamara akitoka akiingia Ali Salum, lakini Ali Salum naye baada ya kuingia akapigwa chuma cha faulo. Ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa na mbiringe nyingi sana, ingawa kwa mashabiki wapo ambao wanaweza kusema kwa kikosi cha Simba ambacho kimecheza hawawezi kukilaumu sana, kwa sababu wachezaji wa Simba wengi, tukumbushane tu, klabu ya Simba imetoka kucheza michuano mikubwa ya kombe la CAF Confederation Cup. So baada ya hapo mchezo baada ya mchezo, kwa hivyo ile fitness ya wachezaji inaweza kuwa ndio imepelekea leo matokeo haya ambayo tunayaona, na haya ni ndio matokeo mabaya zaidi kwa klabu ya Simba tangu msimu wa 2024 kwenda 2025. Hakuwahi kupata matokeo mabaya kama haya, lakini haya yanakuwa ni miongoni mwa matokeo mabaya ambayo timu ya Simba hawawezi kuja kuyasahau kwa msimu huu, baada ya kufungwa goli 3-1 na timu ya Singida Black Star. Wengi wanaweza kuizungumzia, je, kama Simba ingepata nafasi ya kwenda kucheza finali, ni nini ambacho kingeenda kuzaliwa pindi wangekutana na klabu ya Yanga? Wengi wangezungumza kwamba inawezekana zile goli 5 ambazo tulikuwa tumejionea before ingeweza kuwa ikajirudia tena. Hizi ni miongoni mwa komenti na watu pia wakiwa wanazungumza, je, hiki ambacho Simba wamekipata leo, je, ingalikuwa wamekutana na Yanga, ni kipi ambacho kingeenda kuzaliwa? Mimi nikaona pia kuna uwezekano mkubwa hata wewe shabiki ambaye sasa hivi unanitazama kupitia hapa ndani ya CW Digital, una mengi zaidi ya kupata kushare na sisi, una mengi zaidi ya kupata kufahamu au kuambia wadau. Mimi nadhani mchezo ulikuwa hivi, na hapo kulipotokea ni kwa sababu tu. Unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, lakini pia vile vile unaweza kutuma comments zako kwa urahisi zaidi na tuweze kushare kile ambacho unakiona kwako kwa urahisi. Mimi naitwa Chiwaga, hii naitwa CW Digital. Karibu tena kwa sisi na kuendelea kupata update kutokea hapa ndani ya CW Digital. Ciao.